Kwa mwaka huu 2026 mpaka 2030 ni watalii milioni 8, na sisi kama hifadhi ya Mpanga Kipengere pia tuna jukumu la kuhakikisha idadi hiyo ya watalii inaongezeka. Kwa mwaka 2020 tunapokea watalii wastani watalii kama 100-200 ndani ya hifadhi, lakini kwa sasa hivi wastani ni watalii 1000 kwa mwezi. Kwa hiyo kwa mwaka tunaenda kupokea watalii almost 1012. Kwa hiyo ni progress kubwa tunayoiona, lakini haiji hivi hivi, ni kutokana na juhudi za Mheshimiwa Rais kupitia ile Royal Tour, kwa maana ya alivyoitangaza nchi na vivutio vyake, lakini pia uboreshaji mkubwa wa miundombinu, lakini pia na amani ambayo sisi kama taifa letu tunajivunia ni kisiwa cha amani, pia imekuwa ni chachu kubwa ya kuendelea kuongeza idadi ya watalii wanaotutembelea, lakini na wawekezaji kuwekeza kwenye maeneo ya utalii. Imesaidia kuongeza watu kututembelea kwa sababu wanakuwa na uhakika wa malazi ndani ya hifadhi, kitu ambacho pia kilikuwa ni changamoto kwa miaka ya nyuma. Tuzo hii kwa kuipata, kwanza imetupa heshima kubwa sana kampuni ya utalii, na pia imetupa dhamana kuendelea kutangaza utalii wa nyanda za juu kusini katika kuhifadhi wanyamapori, vivutio vya asili vilivyopo huku nyanda za juu kusini, kuvitangaza na dunia iweze kuvifahamu. Kwa tuzo hii sasa imetupa fursa kuweza kuvitangaza vivutio vyote vilivyopo huku kusini, ili na wadau wengine tunaoshirikiana nao pia na wao waweze kuamka zaidi na kufanya kazi kwa ubora katika kuhifadhi, ili pia ilete chachu katika taifa hili, na waone kabisa kumbe kusini kuna jambo ambalo ni kubwa zaidi ambalo linaweza likaleta watalii wengi, ambapo tunaweza tukafikia hii idadi ambayo sasa tumepewa takribani watalii milioni 8 tuweze kufikisha kwa mwaka huu. Kufanya hivyo pia mnaendelea kututangaza, kutufungulia fursa za ajira, biashara mbalimbali katika kuendeleza dhana aliyoanzisha Mheshimiwa Rais ya kukuza utalii na hasa alipotengeneza filamu yake ya Royal Tour. Tunaamini imetufungulia milango mingi na nyinyi mnaitumia vizuri kutimiza malengo tarajiwa kuelekea kukuza utalii nyanda za juu kusini pamoja na magharibi. Sisi kama TFS nipende kuwaeleza wadau kwamba maeneo yetu ya vivutio vya utalii kama taasisi na kama maeneo ya vivutio vya utalii tunaendelea kuimarisha miundombinu ambayo itawahamasisha wadau kuja kuwekeza pamoja na kuendelea kuleta wageni mbalimbali wa kimataifa, lakini na wageni wa ndani kuja kutembelea maeneo yetu haya ya utalii na kujionea maajabu ya vivutio vya utalii vinavyopatikana nyanda za juu kusini. Mkoa wa Mbeya kimsingi ni mkoa ambao una vivutio vingi vya utalii, na vivutio vingi vikubwa vya utalii kama mnavyojua, tuna Lake Ngosi ambayo ina sura halisi ya ramani ya Afrika, lakini pia tuna mlima Rungwe ambao ni mlima wa 3 kwa urefu. Pia tuna vivutio vingine kama Kijungu, tuna Matema Beach ambayo ndio fukwe za Lake Nyasa. Vyote hivi ni vivutio ambavyo viko kwenye mkoa wa Mbeya, lakini pia na kanda ya nyanda za juu kusini.